Kero yangu ni kwamba hapa niko kwenye biashara, mtaro wa maji unachafua. Sasa kila mteja akija kulalamika, na anapokuja anakuambia sasa hii harufu wewe unachukulia nini hapa unapofanyia biashara. Sasa sisi mnamwambiaje? Tunapiga simu watu kila ukipiga simu unapigwa sound, kila ukipiga simu unapigwa sound, inabidi tu alifanyie kazi. Kero yangu ndio hiyo, kama miezi mitatu ndio kila siku maji inashuka, na ni unakaa tena inakauka, baadaye inarudi tena. Sasa sisi tunashindwa hata kuongea. Sasa sikunuka, sasa si mtaro wa mavi. Sasa hapo ndio tunaomba waandishi wa habari nao watupelekea hata kero zetu huko. Haya imekuwa kero kwetu kwa wananchi, hususan maji haya yamekuwa yakitiririka zaidi ya miezi mitatu. Yanaweza kutuletea hasara kubwa sana kwa jamii, kama vile ugonjwa wa kipindupindu. Kwa ni changamoto kubwa kwa eneo hili ambapo ina zaidi ya miezi miwili mitatu tangia imeanza kutiririka maji haya maji taka. Hii imekuwa ni kero ambayo imekuwa kero sugu, na kila mara maji haya yamekuwa yakitiririka, yakiwa ni changamoto kwa afya ya watoto na hata wakazi wa eneo hili. Maji haya unavyoyaona kama yalivyo, yameweka mpaka ule ukungu, ikionyesha kwamba ni kero ya muda mrefu. Kwa hiyo ni kero ambayo tunaiomba serikali na mamlaka husika ziweze kufanyia kazi changamoto hizi za maji taka, hususan sehemu hii ya kwetu, ambayo yanaweza yakapatikana kutokana na chemba hizi kukithiri kufumuka ni makubwa. Yanaweza yakapatikana madhara ya kiafya kwa watoto zetu, yanaweza yakapatikana madhara ya kiafya hata kwa sisi pia, kwa sababu ni maji ambayo yanatiririka na hayana kikomo cha utiririkaji wake, na yanapita mbele ya nyumba za watu, nyuma ya nyumba za watu, kwenye madirisha na kadhalika. Watoto wamekuwa wakiachezea maji hayo, na tukifahamu kwamba mdudu nzi huwa ni mwenye kuchukua vijidudu ambavyo vinakuwa ni athari kwa binadamu. Kwa hiyo nzi pia wanatua katika maji haya, na sisi katika majumba yetu wale nzi wanaweza wakawa wanafika kwenye vyombo au kwenye maji tunayokunywa au sehemu ambayo sisi tunaweza tukawa tunashiriki kwa ajili ya kuweka kinywani. Kwa hiyo ni kero ambayo inaweza ikatuletea madhara makubwa wananchi wa sehemu hii, hususan watoto ambao ndio wanachezea maji haya. Hizo blockage zinapokuwa zinatokea, ndio wananchi wanapaswa watupe taarifa mapema. Kwa hiyo ambao waliripotia walimisa, kwa sababu waliwaambiwa vijana asubuhi tu walishaitoa. Kwa hiyo kwamba ni kitu ambacho kinatakiwa kikae muda mrefu, kwa sababu sisi tunaifahamu. Na mbaya zaidi, wao wenyewe wananchi wenyewe ndio wamekuwa wakichangia kuhakikisha kutumia mitandao hiyo vibaya. Mamlaka wanapokuwa wametoa taarifa kama kuna changamoto, walituambia wanasema tunafika kuenda kuhudumia, kuhakikisha kwamba tunaondoa na maji yarudi kwenye mkondo wake. Ila kikubwa tu wananchi wao wenyewe wazingatie matumizi sahihi ya mfumo hiyo. Sio kweli ni uongo, hakuna system moshi inaweza kukaa zaidi ya miezi miwili, hakuna. Yaani taratibu zetu, blockage yoyote inaporipotiwa imezidi sana ni siku 2 na masaa 24. Yaani imezidi sana, ndani ya masaa 12 tunakuwa tumeshaondoa. Wao wananchi wenyewe watakuwa waelewe taratibu za mamlaka, na ndio maana tuna mkataba wa huduma kwa mteja. Ndani ya masaa 12 tatizo limetokea, tunatakiwa tumeshaondoa. Zaidi hapo wao wenyewe watakuwa wamekaa kimya, wakashindwa kutupa taarifa mapema.